punish. Waachilia maisha, waachilia maisha. Kimbia na wende, kimbia, 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 kimbia. Mwaka 2018 kuna kitu ambacho kilifanyika na kikawashangaza wengi. Huyo ni Rose Muhando akiombewa na mhubiri kutoka hapa Kenya, Pastor Ng'ang'a. Na kando na yale maombi, kilichowashangaza wengi ni muonekano wa Rose Muhando. Ukiangalia mkono wake wa kulia ni kama ulikuwa na jeraha. Alikuwa akilia kwa uchungu na nywele zake zilikuwa zimechanika. Every punish. Waachilia maisha, waachilia maisha. Alionekana kama mtu aliyekuwa akipitia matatizo mengi. Na ni kweli hata Rose Muhando akaweza kusema kwamba alikuwa amechoka. Kwa miezi mitatu hakuwa nyumbani. Kuna watu walikuwa kimsumbua kwa kesi za mahakamani na hata kuchukua mali yake. My God. Nilichoka baba. Miezi mitatu siko nyumbani kwangu. Okay. Tena nisipopashwa. Na cha kuhuzunisha zaidi, watoto wake hawakuwa na pahala pa kuishi au pesa za shule. Watoto wangu leo walikuwa nasoma chuo kikuu. Wamekuwa nyumbani. Nimeshindwa hata school fees. Ilikuwa ni hali ya kuhuzunisha, si tu kwa Rose Muhando peke yake, bali pia kwa mashabiki wake. Wengi wakijiuliza maswali mengi, ni kitu gani ambacho kilikuwa kikimsumbua Rose Muhando, mojawapo ya wasanii maarufu si tu Tanzania ama Kenya, Afrika Mashariki. Baadhi ya vibao ambavyo vilimfanya watu wakamjua ni kama vile Mteule Uwe Macho. Pia kuna hiki, na pia kuna kibao kingine ambacho kinaitwa Amina. Na kuna vibao vingine vingi ambavyo nitakutajia baadaye. Najua kuna wengi wanashangaa na kuaje mpaka leo tunazungumza Kiswahili. Kumbuka leo tunamwangazia msanii pale Tanzania na pale Kiswahili kinanoga, na pia Kenya tunakijua Kiswahili. Basi itapendeza sana nikikupa habari hizi ama story hii kwa lugha ya Kiswahili. Natumai kwamba video hii itaweza kukupa ufunuo wa maisha ya Rose Muhando na pia uweze kujifunza mawili matatu kupitia maisha ambayo Rose Muhando ameishi pamoja na changamoto ambazo ameweza kuyapitia. Na iwapo utafurahishwa na habari hizi, kumbuka kuweza kusubscribe na pia kuniambia maoni yako hapo chini. Na iwapo pia ungependa kutusupport ama kusupport channel, tumia icode na pia nimeweka nambari yangu pale chini. Basi tuweze kurejea pale nyuma, tuweze kuelewa historia ya Rose Muhando. Nafsi yangu inazimia, njoo imani saidie. Wewe ni Baba, Mungu wa wajane, Yesu nipe uvumilivu. Miongoni mwa wasanii wanaopendwa sana hapa Kenya ni Rose Muhando. Kuna wakati mpaka Rose Muhando alikuwa maarufu sana hata kushinda wasanii wetu hapa Kenya. Vibao vyake vilichezwa kila mahali, mpaka kuna watu najua kwamba wanadhani Rose Muhando ni Mkenya. Si Mkenya, ni mzawa wa Tanzania. Alizaliwa kwenye nchi jirani Tanzania, kwenye kijiji cha Dumila kinachopatikana Morogoro, na alizaliwa mwaka 1976 kama kitinda mimba ama mtoto wa mwisho kwenye familia. Baba yangu ni mwenyeji wa Tanga na mama yangu kwa asili kabisa ni Mnyarwanda. Licha kwamba alikuwa ama bado ni msanii wa Injili, Rose Muhando alizaliwa kwenye familia ya Kiislamu. Jina lake la Kiislamu lilikuwa Shadia Athman Muhando, na baba yake mzazi Athman Muhando alikuwa ni shehe ama sheikh. Huyu ni kiongozi wa kidini, mtu aliye na ufahamu wa juu wa dini ya Kiislamu. Na mimi nilikuwa Muislamu. Hiyo ndio nilitaka nikuuliza vizuri. Ati ulikuwa Muislamu? Mimi nilikuwa Muislamu, sio Muislamu mdogo mdogo, nilikuwa Muislamu mzuri. Mimi ni Muislamu ambaye nimekulia kushika Torati, amri 10. Ndizo baba yangu alinifunza. Babangu alikuwa shehe mkuu wa wilaya ya Kilosa miaka hiyo. Na alinifunza kuishi maisha mazuri, maisha yale matakatifu ya kumjua Mungu, kumheshimu na kumuogopa. Na niliishi nikiwa nimeshika sheria zote za Kiislamu. Ibada zote, namna ya kuvaa, namna kuheshimu watu, kusoma Qur'an na mengineyo mengi. Basi alipata kulelewa kwenye mazingira na itikadi za Kiislamu. Alisoma Qur'an na aliweza kuhudhuria madrasa. Na kando na masomo ya madrasa, Rose pia alisoma kwenye shule ya kawaida, na kulingana na alivyosema hapa kwenye majadiliano na mchungaji Kadhi Kiuna, alikuwa ni mwanafunzi mwerevu. Na siwezi kusema uongo. Mimi nimezaliwa nilikuwa na akili nyingi sana. Hata darasani nilikuwa na akili nyingi sana. Nilikuwa naongoza kwenye kwaya, na darasani sijawahi kuwa mtu namba 3 toka nimeanza darasa la kwanza mpaka nimemaliza standard 7, sijawahi kuwa mtu wa 3.
katika watoto 92 mimi nilikuwa mtu wa kwanza, wa pili. Na hiyo 2 nikiipata tunazidiana na ni moja tu na mtu aliyekuwa juu yangu. Lakini nilikuwa naongoza kuanzia darasa la 3, nilikuwa namba 1 mpaka namaliza. Na baadaye pale shuleni ndipo alipoanza kuimba na alikuwa ndiye aliongoza wanafunzi wengine katika kikundi cha muziki shuleni. Na hata alisema kwamba kupitia mchango wake na mwongozo wake walishinda tuzo mbalimbali. Wakati kwa na miaka 9 ndo nilikuwa nimeanza kuanza kuimba. Zamani nilikuwa sijui nini neno kipaji, sasa nilikuwa mdogo. Lakini nilipofika miaka 13, 12 nilikuwa naongoza kwaya ya mashindano ya kwaya za shuleni, shule za msingi. Kwa hiyo nikawa yale mashindano ya kwaya kila mara tukifanya mashindano ya kwaya wilaya Kilosa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunashinda mara zote. Kwaya yetu ilikuwa inashinda na kwaya kwanza. Mimi nimekulia pale Dumila, Morogoro. Kwa hiyo shule yetu ilikuwa inaongoza kwa mashindano ya kwaya. Tutashindwa mashindano ya mbio, mpira, lakini mambo ya kwenye muziki sijui nini hatujai kushindwa mpaka nilipomaliza darasa la 7. Basi nimekutajia kwamba Rose alikuwa kwenye dini ya Kiislamu. Basi ilitokeaje kwamba akajipata kwenye dini tofauti, dini ya Kikristo? Kwenye mahojiano mbalimbali, Rose Muhando amesimulia kitendo cha ajabu kilichofanyika akiwa bado mdogo kama miaka 9 hivi. Kuna wakati ambapo alikuwa amegonjeka sana na hata kadhani kwamba atakufa. Familia yake ilijaribu kumpa matibabu mpaka kwa waganga mbalimbali, lakini hakufanikiwa kupata tiba. Hivyo familia ikapoteza matumaini, pia wao wakasubiria kifo. Lakini kulingana na Rose Muhando, kuna kitu cha ajabu ambacho kilimtokea usiku na akaweza kupona. Lakini mwaka 80 kuanzia 89 hapo 80 ngapi niliugua. Baada ya kuugua niliugua mwaka mzima. Katika kuugua niteseka sana mpaka nikafika mali sendi shule. Ukiwa how old then? Nyumbani na wazazi wangu, kwa bado mdogo na sukuma. Lakini baadaye siku moja usiku wa 8 nilikuwa nimevimba kama kitu hapa kinatoa maji machafu yenye harufu mbaya. Baadaye wazazi wangu walihangaika na mimi, wakanipeleka hospitali, nikashindikana kupona. Wakanipeleka kule Tanga nyumbani kwetu kwa waganga wa kienyeji, ikashindikana kupona. Yaani vyovyote walifanya, hata kuombewa dua nini ilishindikana. Basi wakanasubiri tu Mungu anichukue. Lakini siku moja nikamwambia baba, leo nataka mniweke kwenye chumba cha peke yangu, sitaki kuwa karibu na nikulala. Maana ilibidi sasa mimi nilale pamoja na wazazi wangu kwa sababu ya uangalizi. Akasema kwa nini nataka kulala peke yangu? Nikamwambia basi tu nataka kufa, nimechoka. Akisitaki kufa mkiniona. Basi wakakubali. Unajua nyumba za kijijini, nyingine unalala hapa haina mlango. Kwa hiyo hata wazazi wangu kaa kama hapo kwenye corridor, hapa ndio chumba na kila mlango nimewekwa hapo. Lakini unajua hakuvumilia kuniacha mwenyewe, ikabidi wakae hapo karibu waone nini kinaendelea. Lakini usiku wa 8 niliona mwanga ukishuka kutoka mbinguni ukinilenga mpaka pale nilipolala. Na katika mwanga ule mwanga ulijitengeneza mfano wa nguzo, unajua nguzo ya nyumba ndefu, ukashuka mpaka pale. Kwenye ule mwanga ukatokeza mkono. Ule mkono wakati mtu angeniuliza akaniambia kwamba uliona mkono gani? Ngamba niliona mkono wa mzungu umetokea pale. Na ndio nilivyokuwa nasema kwa sababu kwanza nilikuwa mdogo. Sikumjua Yesu ni nani. Lakini kutoka kwenye ule mwanga sauti ikasikika ikasema, mimi ni Yesu, nimekuponya uwe mzima, amka ukanitumikie. Mara ya kwanza, ya pili na ya 3. Basi ule mwanga ukaniacha, ukaanza kurudi polepole. Lakini ulipoondoka nikaona, nikajiangalia na nguvu. Kwa nini? Nikafanya hivi namna kitu. Kila mara nikajiona nimepona, niko salama, nikapiga kelele. Lakini ile jambo lilitokea, wazazi wangu waliona na macho. Ni kisa ambacho kuna watu najua atakosa pale kuamini, lakini kulingana na ulivyosikia kilifanyika. Rose Muhando alitembelewa na akaponywa na Yesu, na ni kitu ambacho hata wazazi wake waliweza kushuhudia. Lakini Rose Muhando alikuwa mchanga, hakuelewa ni kitu gani ambacho kilifanyika. Kumbuka pia alikuwa ni Muislamu na hakujua habari za Yesu ama hata Biblia. Na cha kushangaza ni kwamba ile sauti ilikuwa ikijirudia. Na mwishowe Rose Muhando akaamua kumweleza jirani wao kuhusu kilichofanyika. Na yule jirani alikuwa pale anajua mambo ya Yesu, basi akamjulisha kwamba yule aliyemponya ni Yesu, na akamwambia kwamba akitaka kumjua zaidi ilibidi aokoke na aweze kubatizwa. Kulingana na Rose Muhando, alipofika miaka 12 alibatizwa. Lakini uamuzi huu kwenye familia ya Kiislamu yenye misingi mikali, ambapo babake mwenyewe alikuwa ni shehe, ilimletea matatizo na alifukuzwa nyumbani. Akaanza kuishi pale kwenye mitaa, na maisha kwenye mitaa yalikuwa ni magumu.
Na akiwa bado pale kwenye mitaa, Rose Muhando alipata watoto 3. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba kila mtoto alikuwa na baba tofauti na wote waliwaacha wale watoto, na Rose akabaki peke yake kuwalea wale watoto bila msaada wowote. Mimi nilipokuwa nimebatizwa nilifukuzwa nyumbani. Unajua mimi nimeishi mtaani kama watoto wengine unaowaona hao. Huko katika maisha hayo ndio nilikozaa watoto wangu 3. Streets like yes. Street child. Katika kipindi hicho alipokuwa akiishi pale kwenye mitaa, Rose amewahi kueleza katika mahojiano mbalimbali kwamba alipitia changamoto nyingi. Lakini baada ya muda aliweza pale kurudi nyumbani na akapokelewa. Na basi kwa sasa ningependa pale tuangazie muziki wake, manake hicho ndicho kitu ambacho watu wengi wanamjua nalo. Kwa sababu ya kipaji chake cha muziki, Rose Muhando alikuwa akifundisha kwaya huko Dodoma, lakini hakutaka kufundisha kwaya maisha yake yote. Alitamani pia kurekodi nyimbo zake mwenyewe. Hii ilikuwa miaka ya zamani kama mwaka 1997. Alichotaka ni nyimbo zake pia zichezwe kwenye redio, lakini hakujua kabisa mambo ya kurekodi muziki. Na kitu ambacho kilifanya atake kurekodi ni wanamuziki wa kike kama vile Jennifer Mugendi, Sarah Kay, Esther Wahome, na hata kuna msanii ambaye anaitwa Lady JD. Kulikuwa na mchungaji mmoja ambaye aligundua Rose Muhando ana kipaji, na basi akajitolea kumsaidia. Kupitia usaidizi wa huyo mchungaji, Rose Muhando alielekea Dar es Salaam, na hapo ndipo aliporekodi muziki kwa mara ya kwanza. Na cha kushangaza, alirekodi albamu nzima ndani ya siku 3. Albamu hii ya kwanza ilitokea mwaka 2004 na iliitwa Mteule Uwe Macho, na karibu kila nyimbo kwenye hiyo albamu ulifanya vizuri. Kulikuwa na Mteule Uwe Macho, Nipo Vumilivu, Yesu Nakupenda, na Kuuliza Shetani, Yerusalemu, na Kaza Mwendo, na nyimbo nyingine nyingi. Nyimbo za Rose Muhando hazikuwa za kawaida, zilikuwa tofauti kabisa na muziki wa injili uliokuwepo Tanzania wakati huo. Kabla ya Rose Muhando, nyimbo za injili zilikuwa za taratibu, zile nyimbo za kwaya, zile ambazo zina utulivu. Lakini Rose Muhando alikuja na kitu ambacho watu wengi katika muziki wa injili walikuwa hawajawahi kuona ama kushuhudia. Nani kutoka na hizo moves? Maanake ulibadilisha vile praise and worship inafanyika Eastern Central Africa. Nani anakuja na zile move? Yani kama ni bebe. Nani mimi mwenyewe? Piga kweli vikari. Ni mimi mwenyewe kabisa. Yaani Roho Mtakatifu ananisaidia. Basi baada ya kurekodi albamu yake ya kwanza, Rose alipeleka kwenye kampuni moja ya usambazaji wa muziki kule Tanzania iliyokuwa inamilikiwa na watu wenye asili ya India. Waliweza kusikiliza na wakapenda, lakini hawakujua kama watu wangependa ama hata wangenunua muziki wa Rose Muhando, kwa sababu ulikuwa tofauti sana na walichozoea. Kwa hiyo wakaamua kuchapisha nakala 2000 pekee za cassette, na kama ujui hizi ndizo cassette. Lakini cha kushangaza ni kwamba hizo cassette 2000 zilisha zote ndani ya dakika 30. Mwindi alipata shida kuiachia kwa sababu karibu watu wengi walikuwa naimba wanafanana. Mimi nikaja nikaa naimba tofauti wenzangu waliotangulia. Akasema sijazoea, wakati kina Machichi wameshaimba, marehemu Machichi. Sasa mimi nikanyamaza. Akasema sasa ngoja tujaribu kama kopi 2000. Wakati ule na kutengenezea makaratasi wanakupa na saini, utalipwa kulingana na ile makaratasi. Kwanza kada anasema tutakulipa, mimi nikasema nitalipwa nini? Nitalipwa lipwaje? Nikamwambia Mwindi, wewe chukua tu, utanipa hela yoyote ile. Yaani kile unataka. Yule mara akasema hapana. Mwindi akasema no, hapana. Tutakuwekea makaratasi ya 2000 utasaini, utachukua pesa yako, zikisha tutakutengenezea mengine, utakuwa unafanya hivi. Sijui wananifunza wao Wahindi. Tukakaa pale, nikasaini mkataba na wao. Basi wakanipa makaratasi 2000, nikaenda nikasaini, wakatoa kama wakati unasema unatoa nini? Kanda 2000. Zilisha kwa nusu saa. Watu walivyopigwa toka zipenda. Kilichomshangaza Rose Muhando yeye pia ni kwamba alianza kupata pesa kutoka kwenye ile albamu. Yeye hakuingia kwenye muziki ili apate pesa. Yeye alitaka tu nyimbo zake zisikie kwenye redio. Alikuwa hata hajui kabisa biashara ya muziki. Albamu yake ya kwanza ilipendwa sana na ikamfanya Rose Muhando kupata maarufu sana pale Tanzania. Na kwanza hapa Kenya vibao vyake vilichezwa sana, na hata kuna wale ambao waliamini kwamba Rose Muhando ni Mkenya. Kuna albamu iliyompa umaarufu zaidi, albamu yake ya 3, Jipange Sawa Sawa. Kwenye albamu hiyo kulikuwa na wimbo mmoja unaitwa Ni Bebe. Wimbo ambao hata mimi nakumbuka ulichezwa sana, si tu kwa Wakristo, hata walevi. Ilichezwa kwenye vilabu.
kitu ambacho si cha kawaida kwa nyimbo wa kanisa. Lakini cha kuchekesha ni kwamba Rose Muhando hakuwa anataka kabisa wimbo huo wa Nibebe uwekwe kwenye albamu yake. Kulingana na yeye, ulikuwa wimbo wa kitoto na alitaka utolewe kwenye albamu yake. Lakini mwishowe, huo wimbo wa kitoto ndio uliokuja kuwa mmoja wa nyimbo zilizopendwa sana na watu. Ukiangalia ile albamu ina nyimbo 9 badala 8. Yaani wa 9 wakaulazimisha wenyewe kuweka, mimi nilikataa. Nikasema wimbo gani kama watoto? Nibebe wimbo gani? Naimba kile nibembele kama watoto, mimi siwezi kuweka. Usiweke huo wimbo. Akasema wache tu ufutwe. Wakasema sawa. Nilipoondoka si nikashangaa albamu inatoka inaimba Nibebe. Na mimi niliwaambia siweke huo wimbo. Mimi nilikuwa napenda sana Jipange Sawa Sawa, ndio hiyo albamu yenye Nibebe. Jipange Sawa Sawa, Amina na Usifiwe Jehova. Hizo nyimbo nilikuwa nazipenda sana. Lakini Nibebe nikaona kama wimbo wa kitoto. Ulipowekwa huo wimbo ndio wimbo ulipendwa kuliko hata zile nilizozipenda mimi. Kulingana na Rose Muhando, wimbo wake wa Nibebe ulibadilisha maisha yake kabisa, sana sana hapa Kenya. Wakenya wengi waliweza kununua nyimbo zake, na wimbo huo ulimpa pesa nyingi sana ambazo hakuwa amewahi kuziona maishani mwake. Kufikia mwaka 2010 na mwaka 2011, Rose Muhando alikuwa tayari amekuwa mmoja wa wasanii wakubwa zaidi wa muziki wa Injili Afrika Mashariki. Na mwaka 2011, Rose alifanya kitu ambacho hakuna msanii mwingine wa Injili Afrika Mashariki aliwahi kuwa amefanya. Alisaini mkataba wa Sony Music, moja ya kampuni kubwa zaidi ya muziki duniani. Alikuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupata mkataba mkubwa kama huo na Sony. Ilikuwa ni habari kubwa, lakini si kila mtu alifurahia habari hiyo. Baadhi ya watu na hata wachungaji walimkosoa kwa kufanya kazi na kampuni kama Sony, ambayo ilijulikana zaidi kwa muziki wa kidunia. Walisema kwamba alikuwa akichanganya kazi ya Injili na biashara za dunia. Na pale nyuma kulikuwa na mijadala mingi kuhusu Michael Jackson, Sony na Illuminati. Sijui kama bado nakumbuka. Na baadhi ya watu walisema kwamba Rose Muhando aliingia kwenye mambo ya kishetani, kitu ambacho hakubaliani nacho kabisa. Leo wanasema Sony Illuminati. Mimi kuna vitu vingi hapa watu wanafanya. Na wanamjua nani ametengeneza simu hizo wanazotumia. Wanamjua nani wa kwanza kutengeneza kompyuta, anabudu Mungu gani. Wanamjua nani anatengeneza. Yaani ni vitu ambavyo watu wanawaza mawazo ya chini, kitu ambacho ukweli mimi namuomba Mungu awasaidie. Mimi sipendi kufikiria vitu low, yani nafikiria viwango vya chini. Na ndio maana hawawezi kwenda hata wao kimataifa, kwa sababu wanawaza viwango vya chini sana kupita kiasi. Basi ule mkataba wa Sony ulikuwa wa miaka 5, lakini kulingana na Rose Muhando, baada ya miaka hiyo 5 kuisha, Sony iliendelea kumiliki nyimbo zake na hata ikachukua baadhi ya nyimbo ambazo Rose Muhando hakuwahi kuwapa ruhusa. Na kulingana na Rose, hakufaidika na ule mkataba, na hata pesa ambazo walikubali kumpa hakuwahi kuzipata. Nataka stahiki yangu nipewe ili niwe huru na mimi nifaidi matunda ya jasho langu, maana nilitunga nyimbo mwenyewe, niliimba mwenyewe, wao waligharimikia production tu peke yake, lakini zaidi hapo hakuna kitu kingine nimepokea mikononi mwao. Yani kama hukupata chochote na Rose? Sikupata mpaka hivi. Okay, so wao mkataba unakumbuka siku tunasaini ulikuwa miaka 5. Wewe ulikuwa. Yeah. Sasa miaka 5 mpaka leo unapiga hesabu ni miaka mingapi? Muda mrefu sana. Kwa hiyo pesa zile ambazo zinaingia kwenye nini wanachukua? Hata 100, na kwenye mkataba tulipatana hapa senti 50 kwa 50. Okay. Lakini hiyo nayo pia siipate ndio senti yenyewe. Yeah. Hata kama mmeamua kurenew mkataba, kwanza mtakuwa niite baada ile miaka 5 kwa kufanya hivyo. Lakini wameendelea kuuza, basi hata nikumbuka hata kwa pasenti hata shilingi 20 tu hakuna. Yani umenyamaza, ni kama yako, ni kama halali yako. Yani waona mbaya zaidi, na nyimbo zetu ambazo hatukuwahi kufanya na wao wamechukua, wako nazo. Je, kuna sehemu mama alikosea kwenye kusainishana mikataba ama ikoje? Hapana, mimi mikataba ninayo hapa, ila ni mikataba ambayo kwanza imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Na naweza nikadeclare hapa kwamba lugha ya Kiingereza ya kisheria, hata wewe nikikupa kuna vitu lazima vikutoe knockout. Kweli. Very tricky. Kuna pia kampuni zingine zilizokuwa zinasambaza muziki wa Rose Muhando bila yeye kujua au kutoa ruhusa. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kuna meneja wa kampuni moja ambaye inadaiwa alimlazimisha Rose Muhando kusaini mkataba kwa bunduki. Na kama Rose anavyokuambia, alikuwa akiwekewa bastola, sign hapa. Kwa kuna mikataba mingine alisaini bila ridhaa yake. Kwa kuna mingine ukienda kabisa unakuta signature ya Rose. Lakini yes, kwa sababu ya mambo kama haya, maisha ya muziki wa Rose Muhando yakaanza kuwa magumu.
Kati ya mwaka 2015 na mwaka 2016 alianza kupotea kwenye muziki. Katika mahojiano mbalimbali, Rose Muhando amewahi kusema kwamba aliteswa na kusumbuliwa na baadhi ya watu waliokuwa wakimsimamia. Pita mateso mengine hata kuyasimulia siwezi. Inasumbua sana. Yani ni mateso ambayo nimenyanyasika kijinsia, nimenyanyaswa kiakili, yani napigwa, nadhalilishwa, nafanywa hivi. Mtu anasema naomba milioni 15, mimi ni mafia, ukikataa kunipa nitakuua, hana kuwekea basola kichwani umpe kwa lazima. Yani nimepita hayo manyanyaso. Utakwenda polisi, huwezi kwenda kushitaki, maana polisi ukienda mwenzako anajuana na mapolisi wote, pale ni kwao Dodoma. Mimi nilienda tu kwa ajili ya huduma. Yani huna pa kwenda. Kwa hiyo huna, yani nikisema huna pa kwenda huna. Kwa nilikaa hivyo miaka mingi sana. Lakini Rose Muhando amewahi kueleza, ingawa si kwa undani sana, kwamba mtu aliyekuwa akimtesa alikuwa meneja wake ambaye pia alikuwa mtu wa kanisa. Na kama umekuwa makini sana kwenye baadhi ya video ambazo nimeonyesha, najua umeona mikono yake inaonekana kama imechomeka. Na hii ilikuwa ni sehemu ya mateso aliyopata kutoka kwa huyo meneja ambaye alichukua vitu vyake kama magari, mali na vitu vingine. Na hata kuna wakati ambapo alitaka kumuua. Mimi nimeteswa. Unajua kuteswa ni vile watu walikuwa haoni kwa macho haya, lakini nimeteswa. Ndio historia ambayo sipendage kuiongea kwa sababu nasikia maumivu rohoni. Kati ya mwaka 2015 na mwaka 2017 kuna madai ambayo ilienea kwenye vyombo vya habari na pia kwenye mtandao. Kulikuwa na madai kwamba alikuwa ametoa mimba kinyume cha sheria, kwamba alikuwa akimtumikia shetani, na hata kulikuwa na madai kwamba alikuwa akitumia dawa za kulevya. Rose Muhando amesema yalikuwa madai ya uongo. Kitu kimoja tu ambacho labda niseme hapa, leo watu wanisikilize, kwamba moja tu ambao naweza kulisema, sikutaka kufanya dhambi. Kwa hiyo kule kutokutaka kufanya dhambi kumkosea Mungu ndiko kulisikosababisha stori zote zikatengenezwa zikawekwa mezani. Na hicho kipindi kilikuwa ni kipindi kigumu. Kumbuka vitu vyake vilikuwa vimechukuliwa, hana pesa, watu wanataka kumuua, mawazo yanamsumbua na hata akawa mgonjwa. Mwishowe Rose Muhando akaamua kuondoka Tanzania na kuja Kenya, akitumai kuanza upya na kujiepusha na yote aliyokuwa akipitia. Na basi tumefika mwaka 2018, mwaka ambao yale maombi na Pastor Ng'ang'a ilifanyika. Kulingana na Rose Muhando, alialikwa kwenye mkutano mkubwa wa dini katika kanisa la mchungaji James Ng'ang'a. Hapo ndipo alipoombewa maombi yaliwashtua watu wengi. Muonekano wa Rose Muhando pia uliwashtua watu wengi. Alionekana kama mtu aliyekuwa akisumbuka. Waachilia maisha, waachilia maisha. Kimbia na wende. Kimbia. 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 Toa mizigo yako. Toa mizigo yako. Toa mizigo yako. Holy Ghost. Rakakakaka. Somebody say fire. Somebody say fire. Na basi baada ya yale maombi, Rose alipelekwa hospitali. Na pale akiwa kwenye hospitali, Rose Muhando alisema kwamba daktari alimwambia alikuwa amebakisha siku 3 tu za kuishi. Na baadaye nikajikuta niko hospitalini. Rose ameeleza kuwa nchi ya Kenya ilimsaidia sana kupona. Wakenya walimpa usaidizi mkubwa sana. Miongoni mwa watu waliomsaidia alikuwa Margaret Kenyatta, mke wa aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Nashukuru Mungu, naweza kusema leo Kenya walisimama na mimi, kwa sababu nilifika mahali nikasema nirudi nyumbani, kwa sababu watu wa ubalozi wa kwetu walitumwa waje wanione. Baadaye Anastasia kupiga simu nirudi nyumbani. Aliyekuwa ni mke wa rais Kenyatta na serikali ya kule akasema, Rosie ni binti yetu kwa sababu amebariki mioyo ya Kenya wengi. Kweli. Kwa hiyo tuwezi kuruhusu kama mtu alituhudumia alafu leo anaomba tumwambie arudi akauguziwe kwa hapa natobua hapa, na sisi tumhudumia hapa. Asante Yesu. Wao walinihudumia mpaka sekunde ya mwisho. Na bili za hospitali ni wao walilipa. Kila kitu walilipa. Mungu awabariki sana wa Kenya. Naongea ukweli. Walilipa bili zote, ni kama milioni 40 na. Jesus. Na walilipa. Ulikaa hospitalini muda gani? Miezi 6-7 kasoro. Na tatizo lilikuwa ni nini? Sasa nilipopimwa wakanikuta nina depression. Kwa hiyo nikatafutiwa madaktari specialist wa saikolojia. Pia katika mahojiano aliyofanya na East Africa Radio, Rose alisema kwamba serikali ya nyumbani kwao Tanzania ilimsaidia sana pia katika kipindi hicho kigumu. Hata ingawa alinyang'anywa kila kitu, magari, mashamba na mali, Mungu alimrudishia kila kitu na kumpa vingi zaidi. Lakini kila kitu ambacho nilinyang'anywa Mungu alinirudishia. Meneja wake wa sasa alisema kwamba Rose Muhando ana mashamba na mali nyingi sasa hivi kuliko hata zile alizonyang'anywa.
nikwambie tu kwamba sasa hivi ana apartment nyingi kuliko zile za Nandy tulizoziona. Kuna wakati ambapo meneja wake alitaka Rose Muhando awapeleke mahakamani watu wale walioiba nyimbo zake na mali zake, lakini Rose Muhando alikataa. Alisema kuwa Roho Mtakatifu alimwambia asimshtaki mtu. Alichagua tu kumwamini Mungu kuwa atamrudishia kila kitu, na hilo likafanyika. Mama akasema mimi nimeambiwa nisidai chochote. Kama alivyokuambia pale mwanzoni, anatembea sana na Roho Mtakatifu. Cha kushangaza ni kwamba meneja wake wa sasa mwenyewe hakuwa ameokoka, lakini baada ya kufanya kazi pamoja na Rose Muhando, mambo yakabadilika na hatimaye na yeye akaokoka. Ila kweli nilikuwa sijaokoka kipindi nimekutana na mama. Sasa hivi ndo nimeokoka, na nimeokoka kwa sababu nimekuja kuyashuhudia yale matendo makuu ya Yesu. Unakumbuka wale watoto wake, Rose Muhando akisema kuwa hawakuwa na nyumba ya kuishi wala pesa za shule. Katika ushuhuda aliotoa kanisani mwaka 2023, Rose alisema kwamba watoto wake walikuwa wakiendelea vizuri. Mmoja alikuwa amemaliza kusoma sheria, mwingine alikuwa akisoma udaktari, na mwingine alikuwa kidato cha 6 katika shule maarufu na kubwa sana Tanzania inayoitwa Tabora Boys. Prophet, nilirudisha watoto wangu shule, wanasoma na mmoja ameshamaliza sheria. Mpe Mungu utukufu. Na mtoto wangu wa pili anasoma udaktari. Mpe Mungu utukufu. Na mtoto wangu wa 3 anasoma yuko form 6, anasoma Tabora Boys, shule ambao viongozi wote wa serikali wakubwa Tanzania walisoma hapo. Muinulie Bwana heshima. Kwa upande wa muziki, Rose Muhando pia ameendelea kufanya vizuri. Mwaka 2021 alizindua albamu yake mpya, Nguvu katika Neno, katika hoteli maarufu ya Villa Rosa Kempinski jijini Nairobi. Kiingilio kilikuwa shilingi 50,000 pesa za Kenya. Ni albamu hii. Yes. Albamu ambayo imezua story sana. Umeshika kupitia Instagram yake kwa unaangalia mafans jinsi wanavyo comment pale. Wasema jamani, hiki kiingilio ndo shida. Maana tunataka kuja kumsupport Muhando. Tunataka. Lakini 50,000. Na kuna baadhi ya nyimbo ambazo ametoa na zimefanya vizuri sana, kama Yesu Karibu Kwangu, Miamba Imepasuka, Wanyamazishe, Ombi Langu na Secret Agenda. Pia amefanya concerts katika nchi mbalimbali ikiwemo Rwanda na DRC Congo na hata nje Afrika. Mwaka 2023, Rose aliripotiwa kuwa msanii wa kwanza wa Injili ya Afrika Mashariki kufikisha subscribers milioni 1 kwenye YouTube. Mwaka 2025 alipokea tuzo kubwa ya Icon Award kwenye Tanzania Gospel Music Awards. Pia alitambuliwa kwenye East Africa Gospel Music Awards ambako alipokea tuzo ya Best Praise Artist of the Year, pamoja na kutambuliwa kwa mchango wake kama moja wa wanawake maarufu na waliofanya muziki wa Injili kwa muda mrefu, na pia amepokea tuzo nyingine nyingi. Na hivi karibuni, mwezi uliopita tu, alizindua albamu nyingine inayoitwa Zamani Zile, ambayo imeendelea kufanya vizuri. Na karibu wiki mbili zilizopita, Rose Muhando pia alikuwa na show huko Perth, Australia. Tofauti na Rose tulimuona mwaka 2018, leo anaonekana mwenye afya zaidi na mwenye furaha zaidi, na muhimu zaidi, amerudi kufanya kile kitu ambacho watu walizoea kumuona akifanya. Na miaka kadhaa baada ile crusade iliyofanyika mwaka 2018, Rose Muhando alirudi tena katika kanisa la Ng'ang'a mwaka 2023 na akatoa ushuhuda akisema pale ndipo safari yake ya kupona ilipoanzia. Nilifika hapa kwa namna nyingine, nikiwa na hali nyingine, lakini naweza kusema kwa kifupi, Bwana alinileta hapa ili nisaidike. Wow. Na nikasaidika. Na kwa maisha yake yote ya muziki, Rose Muhando aliwahi kusema kwamba zawadi kubwa zaidi aliyopata si pesa wala magari wala umaarufu, bali ni kuokoa watu kupitia nyimbo zake. Na labda ndio sababu ambayo anazidi kubarikiwa. Yupo nasi sasa hivi na tunazidi kumwombea aishi maisha marefu na azidi kutubariki na kipaji chake cha kipekee. Natumai mweza kujifunza mawili matatu kupitia maisha magumu ya Rose Muhando, maisha ambayo ameweza pale kuyapitia ya masumbuko, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akaweza pale kumsaidia. Ni wapo mweza pale kufurahishwa na hadithi ya Rose Muhando, na kuomba pale uweze kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, na pia uweze kuniambia hisia zako kuhusiana na hadithi ya Rose Muhando. Na kwa kila mmoja ambaye ameweza pale kutazama mpaka mwisho, asante sana. Na tuweze kupatana katika video inayokuja.